ya afya na hela hizi zimekwenda kwenye hospitali yetu ya wilaya. Samia Lakini pia wilaya hii kihistoria ilianza mwaka 1974 wakati Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani. Ilikuwa na miaka 47, umri wa mtu mzima kabisa, na ilikuwa na kituo kimoja tu cha afya, kituo cha Mkozi. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka mitano hii yake ya awamu yake ya kwanza ametuletea fedha kwa ajili ya kujenga vituo vitatu vya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza kuona miaka 47 tulikuwa na kituo kimoja, miaka mitano ya Daktari Samia tuna vituo vingine vitatu vya afya. Cha Kwafungo kimeshaanza kutoa huduma, lakini tulipata shilingi milioni 650 kwa ajili ya kituo cha afya cha kimkakati cha tarafa ya Amani ambacho kujengwa Misozwe. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwenye jambo hili, kwenye huduma ya afya. Lakini hali kadhalika alitumalizia zahanati 5 na akatujengea mpya 7. Mama Samia oye! Kwenye upande wa elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndani ya miaka mitano ya Dkt. Samia kulijengwa jumla ya vyumba vya madarasa 360 kulinganisha na idadi ya vyumba 20 vilivyojengwa kati ya mwaka 2015 na 2020, mara 18 zaidi. Hakuna kama Mama Samia. Samia Wakati mimi naingia kuwa mbunge wa jimbo la Muheza, kata 13 kati ya kata 37 za jimbo hili zilikuwa hazina shule za sekondari. Hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zinakwenda kujengwa katika kipindi hiki cha mwaka wa fedha. Tunaendelea kuwakumbusha wenzetu wa TAMISEMI na naamini hilo nalo watalifanya. Hali kadhalika kwenye upande wa maji, hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa ni miongoni mwa matatizo makubwa yaliyonifanya mimi nikaja kuomba nafasi ya kuwa mtumishi wa watu wa Muheza. Maji, hali ya upatikanaji wake imeimarika sana. Hatujamaliza tatizo lote, lakini kuna nafuu kulinganisha na ilivyokuwa kabla ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hajawa rais wa nchi hii. Samia Lakini hali kadhalika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya matatizo yetu makubwa ilikuwa barabara ya Muheza Amani ambayo ina jumla ya kilomita 38. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, barabara hii ilikuwa imeanza kusafishwa kwa kilomita 4 za kwanza, hata senti 5 ilikuwa haijatoka. Mheshimiwa Rais ametoa fedha na hivi tunavyoongea imejengwa kwa kilomita 12, zimebaki kilomita 26 barabara ile ikamilike. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mambo ambayo Daktari Samia ameyafanya kwa jimbo la Muheza ni mengi na nitatumia kutwa nzima hapa kuorodhesha moja moja, lakini itoshe kukufahamisha ya kwamba wananchi wa Muheza wanayo shukurani kubwa kwa kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia, na vile vile wanamuombea kwenye sala zao za hadharani na za vifichoni afya yake na uhai mrefu, ili aendelee kutufanyia kazi kubwa ambayo amekuwa akifanya kwa jimbo letu ambayo haikuwa imewahi kutokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kushukuru ni kuomba tena, na kama nilivyotangulia kusema, mambo mengi ambayo ameyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan hayaendi bila kuonekana na tunamshukuru sana, lakini tunazo changamoto kadhaa ambazo tungependa kukufikishia na utusaidie kuzisukuma ili maisha ya wananchi wa Muheza yaendelee kuimarika. Jambo la kwanza ni hali ya upatikanaji wa maji. Tunao mradi ambao unaendelea wa miji 28. Mradi huu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa umefikia 76%. Na mradi huu unakuja kutoa huduma ya maji kwa kata 17 kati ya kata 37 za jimbo hili. Utakapokamilika mradi huu, hali ya upatikanaji wa maji wa jimbo la Muheza, maeneo ya mjini utakuwa 100% na maeneo ya vijijini utakuwa 96%. Kasi ya utekelezaji wa mradi huu kwa siku za karibuni imesuasua, na tulikuwa na kikao na Mheshimiwa Waziri wa Maji, lakini naomba nikufikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu ili uendelee kulisukuma jambo hili na wananchi wa Muheza wasahau shida ya maji, ibaki kuwa ni historia. Muheza oye! Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ni wakulima wakubwa wa machungwa na mazao ya viungo. Moja ya mambo ambayo tunahangaika nayo kwa muda mrefu ni kiwanda cha kuchakatia machungwa. Jambo hili tumejaribu kulisukuma kwa muda mrefu. Kuna wakati linaonekana kama linaleta matunda, lakini kuna mahali linakwama. Tunachosema
tumbili na nyani wote wamefanana, lakini mmoja mgongo wake umeinuka zaidi. Tunaomba tulilete kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, utusaidie kulisukuma ili tupate uwekezaji kwenye mazao yetu ya machungwa, kwa sababu sisi ndio wazalishaji wakubwa, na tungependa kuona mambo mawili: moja, kiwanda cha kuchakatia mazao yetu ya machungwa, lakini mbili, soko la kimataifa la machungwa liwepo Muheza, ili kuondoa madalali ambao wamekuwa wakifanya shughuli kubwa ya kuwalalia wananchi wetu na kuhakikisha kwamba hali zao za kimaisha haziimariki, pamoja na swala la kilimo wanaloendelea kulifanya. Kwenye upande wa viungo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali kadhalika tungeomba tuwe na soko la kitaifa la viungo hapa Muheza, kwa vile sisi ni wazalishaji wakubwa, lakini hali kadhalika utusaidie kuvutia uwekezaji kwenye kilimo cha viungo ili kupanua scale ya kilimo chetu, kwa vile wakulima wetu hawana nguvu za kutosha na wamekuwa wakilima kidogodogo sana katika ardhi ambayo inaweza kushika viungo vikazalishwa Muheza kuliko mahali pengine popote. Lakini hali kadhalika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunalo andiko ambalo tulipeleka TAMISEMI, lina miaka kadhaa sasa, la kupata kituo cha mabasi cha kisasa hapa Muheza. Andiko lile lilikamilika na limekuwepo TAMISEMI kwa miaka kadhaa sasa, na kwa bahati nzuri TAMISEMI iko chini yako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaomba andiko lile likatolewe mahali lilipowekwa, ili wananchi wa Muheza waweze kupata kituo cha kisasa cha mabasi ambacho pamoja na mambo mengine kitasaidia uchumi wa halmashauri yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali kadhalika tunayo haja ya kuwa na taasisi ya elimu ya juu hapa Muheza. Tunacho chuo cha tiba ambacho kiko chini ya MNIMRI ambacho kinaitwa Amani Malezi, miaka 1800 na kitu. Limefanyika andiko linadai takriban shilingi bilioni 6 hivi ambazo zitafanya eneo lile lifunguliwe na liweze kuwa chuo. Muheza iwe na chuo cha elimu ya juu, lakini tuwe na eneo ambalo tunafanya utafiti wa tiba. Kunayo miti 3000 ilipandwa na Wajerumani pale. Utafiti uliofanyika mwaka jana umebainisha imebaki miti 300 ambayo yote inaweza kutengenezwa madawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nilitangulia kusema, mambo ya kusema Muheza ni mengi, na kubwa ambalo sisi tunalileta kwako ni shukrani zetu, na tuweze kuzingatiwa kwenye mambo haya mengine ambayo tunayaomba tupewe kipaumbele na tuangaliwe kwa jicho la huruma. La mwisho ni utusaidie kutufikishia salamu zetu kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie wananchi wa Muheza tunampenda sana, tunamwombea sana, na tunashukuru kwa yote ambayo ametufanyia, na tunategemea makubwa sana kutoka kwake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana na karibu tena Muheza. Muheza oye! Mmemsikiliza mbunge wenu, mmemsikia naibu waziri. Sasa nilipofika nikamwona mheshimiwa naibu waziri kama anafuraha hivi, nikasema huyu ndo waziri wa michezo, anafurahia nini wakati timu zake jana zote zimetoka? Basi nikasema ni kwa sababu ya mapokezi haya. Naibu waziri atambue tu hata ile ya kijani waziri wake ndo yeye. Muheza oye! Pusha nondo 700, marine board 500, matofali 2000 yamesababisha mradi huu unasuasua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa ya nondo 700 sio ya kuchepushwa. Ni taarifa ambayo ilipotiwa wizi wa nondo 700. Mliiba nondo 700? Ehe. Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuiba. Kuna wakati ambao mifumo ya fedha ilisimama. Nina taarifa hapa, sijaja kutembea. Nina taarifa. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zimeibiwa nondo 700, marine board 500, matofali 2000. Mheshimiwa Waziri yuko wapi? Kamanda wa polisi yuko wapi? Kamanda wa polisi hapa yuko wapi? Hebu tuambie hii habari, yuko wapi?
Hili jambo la nondo likoje? Na nikikuta unataka kunidanganya, unakamatwa sasa hivi hapa. Hebu tuambieni hili jambo la nondo likoje? Ninyi mnalishughulikia au TAKUKURU? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipokea taarifa ya wizi wa nondo. Tukafuatilia. Zilikuwa toka wapi? Kwenye jengo la utawala ambalo ndio hili. Kwenye jengo hili la utawala. Wewe unasemaje? Baada ya kufuatilia, Mheshimiwa, tulikamata baadhi ya nondo ambazo ziliibiwa hapa. Katika upelelezi tulimhitaji injinia aje kwa ajili ya kutambua ile mali, akaja akaikataa. Hivyo tukashindwa kuendelea na kesi. Faili nikapeleka NPS ili iweze kuchunguzwa zaidi. Zile zilizokuwa zimenunuliwa hapa ziko wapi? Mheshimiwa, katika baadhi ya zile nondo ndio kama ulivyosema ziko mchanganyiko. Kuna hizo tulizozikamata ambazo ni za 300 badala ya 500. Kwa hiyo akazikataa. Anasema sio mali. Yule anayepokea mizigo yuko wapi? Anayepokea mizigo ikinunuliwa yuko wapi? Nani anayepokeaga mizigo inaponunuliwa? Nani huwa anapokea? Mlipokea nondo za aina gani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tulipokea nondo milimita 8, tulipokea nondo milimita 12 na milimita 16. Zilizopotea zilikuwa milimita ngapi? Zilizopokea ni milimita 12. Hizo za milimita 12 ndio ni BS ngapi? BS 500. BS 500. Ndiyo Mheshimiwa. Ndio zilizopotea? Ndiyo Mheshimiwa. Zilipoteaje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hizi nondo wakati zinanunuliwa zilipokewa na kamati ya mapokezi kama utaratibu unavyoelekeza. Zile nondo zilivyopokelewa zikawa zimewekwa eneo la site. Wakati wa kufanya stock checking mwezi wa 6, kufanya stock taking kuhesabu mali, ikagundulika kwamba kuna baadhi ya nondo zimepungua, ambazo nondo hizo zilikabidhiwa na kampuni ya ulinzi. Zilikabidhiwa kwa kampuni ya ulinzi. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kuna nondo ziliibiwa, tukatoa taarifa kwa mkuu wa taasisi ili kuendelea na uchunguzi zaidi. Kampuni ya ulinzi nani kaiweka? Walikuwa wapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri ngapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri Mkuu imeajiriwa na halmashauri. Mliwakabidhi ngapi? Tuliwakabidhi nondo 1832 kwa idadi tofauti tofauti. Yaani kwa size tofauti Mheshimiwa. Mkurugenzi, unayajua haya? Kitu gani kimetokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri. Nilipokea taarifa ya wizi wa nondo. Nilipokea taarifa hiyo, natoa maelekezo kwamba taratibu za kisheria zifuatwe, lakini kwa kuwa tuliajiri kampuni ya ulinzi ambayo tulikubaliana kwenye mkataba kwamba jambo lote likipotea hapa site kwa kuwa ni force account, kampuni hiyo italipa. Kwa tulichofanya ni kuzuia malipo ya kampuni hiyo milioni 14 na kusema kwamba tuendelee na shauri mpaka tutakapokamilisha ili tuweze kulipana. Kwa hiyo kikubwa tukawapa demand note ya kwanza, tumeshawapa demand note ya pili. Kwa hiyo tumerecover milioni 14 na thamani ya mzigo ulioibiwa ilikuwa ni milioni 20. Hiyo milioni 6 tunaendelea kufuatilia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati huo wenzetu wa polisi walisema wataendelea na uchunguzi. Naomba kuwasilisha. Hapa hakuna cha kuchunguza. Mnachunguza nini? Nondo zimeibiwa, marine board zimeibiwa, matofali yameibiwa. Hapa tunataka waliohusika hatua zichukuliwe na hizi fedha zirudi jengo, ujenzi uendelee. Napokea maelekezo Mheshimiwa. Kamanda wa TAKUKURU yuko wapi?
Sasa kamanda, nahitaji taarifa hii kwa kina. Fuatilieni kimoja kimoja kati ya hivi vyote ambavyo vimepotea, na fuatilieni ushiriki wa wahusika hao. Fuatilieni ushiriki wa wahusika. Mnaongea kiurahisi tu kwamba zimepungua, engineer, zimepungua. Ingekuwa nyumbani kwako unaongelea tu zimepungua. Yaani tunasubirisha jengo kuisha hapa, alafu vifaa vinapotea kiurahisi hivyo tu. Napeleka site ovyo, mnarudi mnasema zimepungua. Nondo zimepotea, tofali zimepotea, marine board zimeibiwa, ninyi mpo. Kila siku mnaripoti kazini na mishahara mnalipwa, jengo limesimama. Kamilisha uchunguzi niipate taarifa hiyo ili nisaidie kuamua. Haya mambo ya uzembe ya aina hii ndio ambayo hatutaki kuyaona yakiendelea kufanyika. Vifaa vingine vimeshakuja hapa, nimeambiwa vimewekwa tu store na wenyewe. Siku vikitakiwa sasa kutumika tuambiwe vimeoza. Engineer, mmeviletaje vifaa kama mnajua sasa hivi hamwezi kuvitumia? Mmenunuaje vifaa? Jengo hamjapaua. Kabla hamjapaua jengo, mmeshanunua AC, mmenunua AC, mmenunua gypsum, mmeweka store. Ili siku ya kuvifunga mseme vimeoza tu. Mshauri mwelekezi yuko wapi? Mmeweka mshauri mwelekezi na bado hamsikilizi ushauri. Kamati hiyo iko wapi, hiyo iliyopokea vifaa hivi? Hii kamati inahusisha nani? Mkurugenzi, hii kamati ni kina nani hapa? Mheshimiwa Mkuu, kuna kamati ya ujenzi na kamati ya mapokezi. Naomba wajumbe wote wa kamati ya mapokezi iko wapi? Mwenyekiti, kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi. Huyo ni nani? Mwenyekiti kamati ya ujenzi. Ni nani yeye kwa nafasi yake? Yeye ni mkuu wa idara kitengo cha maliasili. Mwingine? Mimi ni mjumbe wa kamati ya ujenzi. Mmeendaje kubwaga vifaa pale na vikapotea? Nataka wale kamati ya mapokezi, kamati iliyopokea mzigo, nataka ile kamati. Mheshimiwa, naitwa Rafaeli Mbwambo, ni mwenyekiti wa kamati ya mapokezi. Wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya mapokezi? Ndio Mheshimiwa. Mlimkabidhi nani hivi vifaa vilivyopotea? Kikawaida tunavyopokea tunaikabidhi kamati ya ujenzi kwa ajili ya nani mlimkabidhi? Nataka tujue vimepotelea wapi. Engineer ndio tunamkabidhi. Engineer hivi? Engineer wa halmashauri. Engineer Jaa. Huyu ndio mlimkabidhi? Ndio Mheshimiwa. Wewe engineer unasema mlipeleka wapi vifaa? Si unaona mnapojikanganya? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kamati ya mapokezi ikipokea vifaa baada ya kukagua inavikabidhi kwa kamati ya ujenzi ambayo inaviweka store.
then inakuwa ina issue kwa mafundi pale wanapokuwa na vihitaji. Ndio utaratibu ambao tunatumia. Mimi ninachouliza, mmewezaje kupoteza vifaa? Mbona vingine visipotee? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo amezungumza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, vile vifaa vilipotea wakati mradi umesimama kwa sababu ya zile transactions za fedha za mwisho wa mwaka. Ndio maana watu wa store walifanya kwanza ile stock taking kabla hawajakabidhi kwa walinzi. Fedha zilipoingia wakati tunarudi sasa kuanza mradi, wakafanya tena ile stock verification, ndio wakagundua sasa kuna hizo loss. Kwa hiyo iko katika mradi umesimama, ninyi mkagawana vifaa. Kamanda, hawa ninavyoondoka hapa, hawa wahojiwe wote, wote wahojiwe hawa, kila mmoja ajulikane ameshiriki kwa kiwango gani. Naona hapo mmefanya njama tu ya kugawana vifaa tu hapo. Mmefanya njama tu hapo. Fuatilia moja na yule wa ulinzi, tujue mhusika. Nipata ile taarifa kabla sijamaliza ziara hapa ndani ya mkoa wa Tanga. Haya mambo yanaudhi. Rais anapambana kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ikamilike. Alafu watu ambao mko kazini, mmesoma kwa kodi za Watanzania, mnalipwa mshahara kila mwezi, mnazubazubaa, vifaa vinapotea. Kamanda, nipate taarifa ya mhusika moja, kamati zote hizi zilizoshiriki kwenye hili, na nitakuachia taarifa hii uainishe na vipengele vingine. Fuatilia na vipengele vingine. Jengo linasuasua hili hapa. Wenzenu mliopokea fedha pamoja, walishamaliza haya majengo. Ninyi fedha imekuja mpaka ikarudi makao makuu. Fedha imekuja mpaka ikarudi, na bado mmeletewa fedha mpaka mnarudisha makao makuu, huku mnafanisha wananchi kazi, na bado vifaa vinapotea. Kamanda, watakao shiriki wala usiwe na huruma. Mimi sina huruma na wezi hata kidogo. Nipate hiyo taarifa juu ya aliyeshiriki ili hatua za kisheria zichukuliwe. Na kwenu nyie atakayehusika ndo na kazi atakuwa amepotezea hapo. Hatuwezi tukawa tunalipa majizi alafu tunaingia hasara, natia hasara serikali. Iunganishwe na taarifa ile ya Handeni, wale waliogandisha simenti. Mambo mengine ya ajabu kabisa. Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari na kwenyewe mradi unasuasua. Shule ya msingi Ngarani, milioni 58 zimekuja, alafu mradi haukamiliki. Injinia, upo kazini kweli wewe? Hii miradi ambayo haina shida ya fedha inaachaje kukamilika? Haya, mimi nishamaliza maelekezo.
Nipate taarifa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipate hii taarifa kabla sijamaliza ziara hapa, ili niweze kuchukua hatua. Haya mambo ya uzembe huu, haya mambo ya utapeli hatuwezi tukaruhusu yakaendelea ndani ya serikali. Nipate taarifa kabla sijatoka kesho mpaka kesho, nipate taarifa kabla sijamaliza ziara, kila mmoja tujue alivyohusika. Kama mmefanya njama, tutaijua baada ya taarifa kuu. Ndugu zangu wanamweza, mimi niwashukuru kwa mara nyingine. Bado nina ziara kutoka hapa, nina ziara Korogwe na baadaye naenda Lushoto. Sasa nisikilize hao wawili ambao sikuandikisha, nimeona mkono ule na ule pale, njoni wawili hapa. Wengine andikisheni pale, wale ambao mlikuwa na jambo lenu la kuandika. Ndio, pewa mic, mwacheni, mpeni mic. Hili la ambalo tumelisikia, hili la shamba, na hili tulilosikia la shamba, na hili ambalo nimeona kwenye maandishi, nimetengeneza timu ya mawaziri. Ndio maana leo hapa mnaona mawaziri wamepungua. Nimewabakiza wanashughulikia migogoro yote hii ambayo tumeipata. Wataalamu wao nimewabakiza ili washughulikie hayo yanayohusu migogoro. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kusheneza jambo linalohusu migogoro, hilo msiwe na shaka, nimeshaelekeza linafanywa kazi. Na tumesema itakapokuwa imefanyika hiyo kazi tutawapa hiyo taarifa. Kwa hiyo hebu tuambie kifupi. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Ahmad Mustafa, ni mlinzi wa mali za umma. Sisi mheshimiwa, kwa kifupi ni kwamba mwaka 2020 kwa wale kuwepo hapo Martin Mlingano alikuja waziri mkuu ambaye mheshimiwa Kassim Majaliwa. Nifanye chini juu nikatoka walinzi, baada ya kumkabidhi fomu zangu ili usura peke kero kwa waziri mhusika, akili zake hazikufika. Mimi shaona hivi, nikatoka walinzi nikaibuka mbele kama hivyo ilivyokuja. Lakini wafika pale nikamhoji waziri mkuu kuhusiana na mshahara. Sisi hii kazi ni mali ya umma, na kiwanda kipo na walinzi wapo, lakini mshahara mpaka sasa tujalipwa. Ni wapi? Kibanga, shamba Mkonge, Kibanga hapo. Kwenye nini? Ni shamba la Mkonge, kiwanda cha kuchakata Mkonge. Ni nani huwa anawalipa? Msajili wa hazina. Ni kupitia kwa msajili wa hazina. Msajili wa hazina, lakini mpaka juzi tu ofisini kwako mshapeleka nyaraka tangu mwezi wa 8, wa 9 na wasiliana nao wakiwa watu washughulikia. Kila siku kwa mchakato. Sasa hilo ni jambo mahususi na lenyewe, ili tupate majina, cheki namba, vitambulisho, ili unajua mambo ya malipo. Ona, njoo uonane na wasaidizi wangu ili waandike taarifa kwa usahihi. Weka na namba ya simu ili tuweze kujua tunafuatilia jambo linalomhusu nani. Andika vizuri hapo kwa taarifa ziwe za uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa ujio wako. Mimi naitwa Mcharo Kimati Karatu. Mimi kuanzia mwaka 2023 nilinyang'anywa shamba langu hapo kwa Bastoro. Baada ya kunyang'anywa nikaenda halmashauri, aliletea barua ya kwenda polisi kwamba mmetishia wakulima na bunduki, lakini ni mwekezaji. Nilipofika polisi nikaambiwa niende kwa mkurugenzi. Mkurugenzi alipofika akaniambia nenda kwa mtathmini wa halmashauri. Nilipofika kwa mtathmini wa halmashauri akaniambia tumekutathminia kiasi chako ni hichi hapa, rudi tu usiwe na mashaka. Lakini mwekezaji tangu mwaka 2023 anavuna machungwa anauza, anavuna machungwa anauza. Baada ya kumpeleka polisi, akifika alipoitwa ngaonekana akaambiwa kuna vurugu, basi akaing'oa ile michungwa yake yote heka 7 na skamveta, akajenga nyumba pale na malipo mpaka leo. Ni nani huyo mwekezaji? Anaitwa Abdullah Alawi. Ni eneo gani hilo? Hapa kwa Bastora, kitongoji hapa kwenye kata ya Makole. Njoo. Iko wilaya gani? Ni hapa Mweza. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hili jambo umeshalisikia? Mmeshalisikia hili jambo? Mmechukua hatua gani? Mtu huyo kama kweli amefanya tathmini apewe pesa yake kwa mujibu wa sheria. Mmechukua hatua gani? Nilishawaambia taarifa ya barua imeenda, kumbukumbu namba hii, huo sio mrejesho wala hiyo sio hatua. Mmechukua hatua gani? Hatua aliyochukua Mheshimiwa Waziri Mkuu
nimemwelekeza mkurugenzi hakikishe kwamba jambo hili limekamilika, kwa sababu jambo lake hili. Mmechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulichukua hatua ya kufuatilia kwanza umiliki, tukakuta ni ile migogoro ile ya mashamba ambayo imetengeneza hiyo sekretarieti ya mawaziri, sekta binafsi, sekta tofauti. Kwa hiyo ni miongoni mwa migogoro ya mabango ambayo umeyaona, tuligundua kwamba ndugu yetu huyu ile shamba pale ana umiliki na kati ya wale wanaoitwa wavamizi. Kwa hiyo tukamwambia hata ile tathmini aliyofanyia ilikuwa ni tathmini ambayo ilikuwa ya kitaalamu. Kwa hiyo tukamuita yule mtaalamu kwamba hii tathmini mbona sisi hatutambui kitaalamu? Akasema nilimwandikia tu. Kwa hiyo kimsingi tu wako katika ule mgogoro mkubwa wa mashamba 6 ya halmashauri ya wilaya ya Muheza. Na huyo aliyeng'oa machungwa na michenza alitoa wapi halali? Yale mashamba kuna maeneo ambayo ni ya Mheshimiwa Rais alielekeza tuwape wananchi ekari 2 na kuna sehemu ambazo ni za uwekezaji. Kwa hiyo ni upande wa uwekezaji Mheshimiwa. Na tulisema kwamba kutokana na umiliki hawa watapata fidia, lakini kikubwa wanaweza wakapata kifuta machozi. Mzee unatikisa kichwa, hilo likoje? Mpeni mic. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shamba hilo limepita bomba la mafuta, shamba hilo limepita bomba la maji, hawa watu wote wamelipwa mimea. Iweje mimi heka 7 nisipewe, naambiwa kifuta jasho, na hata hicho kifuta jasho hamna alionipa? Hebu nisaidie. Kimbio letu ni kwako Waziri Mkuu. Mimi nakujua vizuri sana tanga ukiwa waziri. Nimepokea jambo lako. Hebu na wewe andika tupate details zako, lakini baada ya hapo mkurugenzi, hili jambo kama alianguki kwenye ule mzozo, kwa sababu maelezo ya awali mmesema mlishamwambia ana malipo anayo. Mzee wala usilie, hili limeshafika serikalini. Mmesema jambo lake, mlisema mmeshafanya tathmini. Nani aliyefanya tathmini? Tathmini wa halmashauri iko wapi? Yuko wapi mtathmini? Hayupo. Haya, sasa ngoja iandike tuone kama inaangukia kwenye ule mgogoro wa jumla. Kama weka na namba yako ya simu ili tukitaka ufafanuzi tuupate. Lakini mkurugenzi wetu wa halmashauri ifuatilie kwa kina hili jambo la huyu ambaye alikuwa na mimea yake imeondolewa na pale pamejengwa. Halafu lile la wale wa jumla tutaipokea taarifa baada ya mawaziri wale kuwa wamemaliza hiyo kazi. Mpeni mzee wetu, tangulieni na mzee wetu, nyie bado vijana kidogo. Ngoja tumsikilize mzee akae. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe mwenye kofia, wewe subiri mzee atete kwanza. Mwacheni mzee nafasi hii akae, msimsimamishe sana mzee wetu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekupa kibali kuteuliwa kutuongoza sisi wa Tanzania. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa, nakushukuru wakati ukiwa waziri wa fedha kwa mwaka jana, ulitamka neno ambalo mimi niliweka kichwani kama mzee. Nikasema Dr. Nchemba sijui ilikuwa ni yeye au ni Roho wa Mungu alimwangazia. Ulipokuwa unawaagiza wakuu wa mikoa na wakurugenzi kutoa zaburi kwa wazawa, uliwaambia, je, nyinyi mkienda huko kwenu kwao hawa mtapokea hizi nafasi? Nilikusamini sana, na ndio sababu nimekuja leo Mheshimiwa. Niliposikia umekuja hapa, nikasema huyu mwenye Roho wa Mungu anayemuongoza
anaweza kunielewa kama mzee. Mheshimiwa, mimi ni mwenyekiti wa wazee kata ya Mpapayo, ni mjumbe wa wazee wilaya, lakini muasisi wa taifa hili toka mwaka 1959. Naielewa taifa langu, na ndio sababu nimekuja kwako, nimekwisha kuelewa kwamba kama Mungu atakuongezea umri na hekima hii uliyokuwa nayo, unaweza ukamsaidia Mama Samia. Waheshimiwa, nimekuja kwa sababu ya hao wawekezaji, na laiti kama ningekuwa na uwezo, huyu mama aliondoka hapa kuzungumza swala la Daktari Pombe Magufuli alipotoa yale mashamba gayo wananchi, nikasema ningekuwa na mamlaka ningesema huyu waongezee, maana kakumbuka kitu kinachowagusa wananchi. Mheshimiwa, watu hao Agrotango kati ya Rusanga na Mpapayo, kata hizi wananchi waliingia kwenye mashamba haya baada mamlaka ya Mkonge kushindwa mwaka 1985. Mzee Ali Hassan Mwinyi ilikuwa nzaleka wa kwanza. Mkuu wa mkoa alikuwa Ayubu Simba. Alipofika kwa Rukonge akawaagiza kwamba wananchi, ingieni kwenye ya mashamba ambayo wameshindwa mkalime. Wananchi, rudini mahameni kwenu mkajenge nyumba. Kwanza nikushukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii. Pili nimshukuru mkuu wa mkoa kwa hatua aliyochukua ya tarehe 31 mwezi wa kwanza. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa mbele. Kwanza maisha yangu yako hatarini, kwa sababu mimi pale kwenye kitongoji changu ni mwenyekiti wa kitongoji. Kuna uhalifu ulifanyika pale kwangu wa kukata miti bila kibali ya mvule. Ikafikia mahali sasa nikahojiwa kwenye vyombo vya habari, nikahojiwa kwenye vyombo vya habari kama mwenyekiti. Ile habari ikaruka. Iliporushwa ile habari ikaleta uadui mkubwa kwangu mimi. Ikafikia sasa mwisho wa siku nikawekwa ndani na mkuu wa wilaya masaa 48 hapo kwa kituo cha polisi. Ikafika mahali pia nikapata tetesi, mkuu wa wilaya wa Muheza anasema kwamba lazima huyo Elasto basi nitamfanyia jinai yoyote. Mimi nikapuuzia. Ile Jumamosi tarehe 31 ndio nikaja nikakamatwa. Nikawekwa ndani masaa 48. Baada ya hapo nilipotoka nikaenda kuripoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, yule ambaye alikuja na polisi kunikamata aliandika pale maelezo kwamba yeye nimemfanyia fujo mimi. Lakini baada ya kuleta ushahidi wangu, yule mpelelezi akampigia simu yule kijana ambaye Frank Lumpa. Akamwambia leta mashahidi wako. Akasema kwenye simu, akasema mimi hiyo kesi ni ya jamhuri sio yangu. Lakini yule mpelelezi akamwambia uje hapa ueleze hapa kwa muda wako kutoka Tanzania. Basi hiyo ikaisha hivyo. Tarehe 10 baada ya maneno kusikia mkuu wa wilaya anazungumza juu yangu mimi kwamba kesi jinai, maana atanifanya studio, atapokonya vitambulisho vyangu, anifanye niseme mimi mkimbizi, aniondoshe. Mimi nikapuuza. Tarehe 10 saa 7 kasoro nimekaa nyumbani, naona namba ya uhamiaji mwisho imeisha 64. Naambiwa wewe ni nani? Naambiwa mimi ni Elasto, mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba. Unahitajika uje hapa uhamiaji ulete vitambulisho chako cha NIDA na ulete kitambulisho chako cha kura. Wakati huo ndani ya wiki mbili zilizopita walishaniita pale, nimeshapeleka vielelezo vyangu vyote, kopi zangu zote, hadi vyeti vile, hadi leseni, hadi vya NIDA, vya kura. Nimejieleza, nimezaliwa Moshi, nimekulia Dagrisi hapa Azimio, nimesoma shule ya Dagrisi hapa Azimio. Kila kitu nimeshaeleza pale. Lakini nashangaa tarehe 10 mwezi wa pili juzi napigiwa simu na lete vitambulisho vya NIDA. Sasa nikatafakari, nikamwambia nilete kopi au nilete original? Akaniambia lete original. Sasa hiyo original nyaraka ni zangu, inakuwaje nikuletee tena wewe? Baadaye tu nikaanza kukumbuka ile maneno ambayo nilikuwa naambiwa kwamba nini unachotakiwa kufanyiwa. Sasa tarehe 11, 12 kwa kusema kweli nilikwenda kwa mkuu wa mkoa, lakini bahati nzuri basi alikuwa na majukumu mengi kulikana kuandaa utaratibu huu. Lakini niliacha barua pale ili kwa ajili ya usalama wangu niweze kwake. Lakini niliposikia unakuja leo nikasema hapana, nafasi niseme hili kwa sababu sasa hivi usalama wangu uko matatani. Naweza hata time moja nikatekwa au nikauawa. Sababu mkuu wa wilaya ameshapanga bifu na mimi. Lengo nia kubwa ya kusema vile kwa sababu tu
ya kukamata ule nani uhalifu wa kukata miti bila kibali huyu mwenyekiti, basi imekuwa mimi kwangu ni kero kubwa, nimekuwa nimefanya dhambi kubwa. Basi baada ya hapo mimi ikabidi sasa nitulie, ndio leo nimekuja kueleza mimi naomba usalama wangu kwako, kwa sababu mpaka sasa hivi naweza nikatekwa au nikauawa, na mpaka sasa hivi pia nimeshaekewa bifu kwamba nitolewe kwenye mwenyekiti wa kitongoji, na pia hiyo hadi hapa mkuu wa wilaya. Nimeona nizungumze hapa mbele yako, ukweli utaniweka huru. Na hata katiba ya chama inasema kule mwisho, mwanachama ndiye atasema kweli daima, fitina kwake mwiko. Kwa nimeona niseme haya. Na baada ya hilo na kuongeza kero ambayo tumepona hapa kwenye kijiji chetu. Mimi sitaki kusema kama mheshimiwa amesema mbele yako, kwa sababu umesema kero, tuseme kero. Kijiji chetu cha Muungano pale, mimi nimekuwa pale. Kuna kampuni ya Makazi Solution iko pale na inafanya kazi ya upimaji. Upimaji sisi tunaupenda, tumeulizia, lakini kuna mambo yanayofanyika kupola watu ardhi zao pale. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, hadi kwa wajane hadi kwa wananchi, bila kufuata utaratibu aina yote. Kwa hiyo kwa uchache huo, mimi ningekuomba kama kuna uwezekano, mheshimiwa waziri mkuu, ungekuja hata kwenye kijiji kile ukasikiza hata wananchi hizo kelele zao hizo ninazokuambia mimi, ili ujiridhishe mwenyewe. Asante sana. Kwanza Mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu wanaoongea inabidi mwalinde, wasipate vitisho. Umesikia mkuu wa wilaya? Watu wakiongea hivi walindeni, wasipate vitisho. Umesikia bwana? Utalindwa, uko salama, sawa? Andikisha na namba, andika na namba yako kwa wasaidizi wangu, na mimi nitakupa na mimi ya kwangu, sawa? Tunachosema ni kimoja, tunachosema ni kimoja. Tumekuwepo na mambo mengi sana yanayohusiana na hivi vitu. Ni kweli tuna tatizo la aina hiyo. Haya mambo ya Kwa hiyo mkuu wa wilaya, hii mambo ya kwamba siko salama hii kusieni maneno. Mtu akiongea asijione yuko matatizoni. Watu kienda kwenye mikutano kijiji, watu waseme maeneo yao. Hata hao walioongea leo mambo ya shamba asiwepo mtu wa kubugudhiwa. Sisi tumetumwa tuwasikilize, tunawasikiliza. Kila mtu aseme ukweli wa jambo anavyolijua linalohusu mambo ya uendeshaji wa shughuli za uzalishaji katika maeneo yetu. Na jana niliwaambia pale Tanga, nikawaambia moja, wala tusichukie uwekezaji. Shughuli za uzalishaji ndio utaratibu wa nchi yeyote inayoendelea. Haiwezi nchi ikawa inaendelea alafu shughuli za viwanda vikawa zinashuka. Hamna huo utaratibu kwenye uchumi. Yaani hauwezekani idadi ya watu kwenye nchi ikawa inaongezeka alafu shughuli za uzalishaji kwa njia ya asili na zenyewe zikawa zinaongezeka. Maendeleo ya aina hiyo hayapo. Nchi zote zinazoendelea huwa zinahama, zinaenda kwenye viwanda. Kwa hiyo wala tusiweke uadui na uwekezaji. Na pale Tanga nilisema kitu kimoja ambacho serikali inakisimamia, nayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Eneo lolote linalohitaji uwekezaji, linalohitajika kwa ajili ya uwekezaji, na nitanukuu maneno ya Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe, lazima mwananchi apate haki yake kwenye eneo lake alilokuwa anamiliki. Tena Mheshimiwa Rais alienda hatua ya mbali, akasema si kwa sababu nahamasisha uwekezaji basi ndio muende mkapore maeneo ya wananchi. Haya si maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anasema ndio tunataka uwekezaji, lakini haki za Watanzania wenye maeneo yao lazima yalindwe na lazima wapate haki yao. Nimewaambia na jana Tanga pale. Nimewaambia na jana Tanga mjini, ndio maana nimeacha ile timu ifanyie kazi. Kwamba nyinyi watu wa Tanga wala tusiwe na ugomvi na uwekezaji. Tunahitaji uwekezaji.
wala tusiwe na ugomvi na viwanda. Tunahitaji viwanda. Watoto wetu watafanya wapi kazi tusipokuwa na viwanda? Watafanya wapi kazi? Tunahitaji viwanda. Kitu cha pekee, ardhi isiporwe ovyo ovyo. Lazima maeneo ambayo yanatakiwa yafanyike uwekezaji, watu walipwe fidia, wapate haki yao, waendelee na maisha yao. Ndio, na Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa kulipa fidia. Sasa ninyi huku mnaofanya taratibu hizi za uhamishaji wa maeneo kwenda kwenye uwekezaji, msimgombanishe rais na wananchi. Rais maelekezo yake tena anataka fidia inayoendana na thamani ya eneo. Ndio. Sasa maeneo yote ambayo serikali inahitaji kwa ajili ya uwekezaji, wala tusiende kwa kificho, wala tusiende kimya kimya. Tuendeni kwa uwazi, ongeeni na wananchi wa eneo husika. Eneo hili linahitajika kwa ajili ya uwekezaji. Uthamanishaji na sheria ya uthamini wa maeneo inajulikana, ifanyike kwa uwazi, mtu apewe fidia, alafu tuende kwenye uwekezaji ili vijana wetu wapate maendeleo, ili vijana wetu wapate ajira. Hatutaweza kufanya shughuli hizi za maendeleo kama kila kona tuko na mgogoro. Hatutaweza kufanya hivyo. Sasa wenzetu wa ardhi, afisa ardhi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ile timu yetu ikishamaliza kazi ile maalum tuliowapa, waje na hapa wapate taarifa vizuri, then uamuzi wa serikali utafanyika. Niwaombe ndugu zangu wana Muheza, tuwe na utulivu, tuwe na amani, kila mtu atunze vizuri kumbukumbu kuhusu eneo hilo analoliongelea. Tunzeni vizuri nyaraka, tuwe watulivu ili haki itendeke, ili tupate maendeleo. Ndio, na mimi nilishawaambia, wewe mtu hata akija akiwa na hela, usitake kusema wewe ukishakuwa na hela unakuwa Mtanzania na nusu na sisi wengine wote ni nusu wa Tanzania. Kwa hiyo kweli na wao utulivu, timu itakuja itawafikia. Na tumekubaliana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, timu hiyo itapita eneo kwa eneo. Kwa hiyo maeneo yale watakapokuja watawaona, tujue historia yake, tujue uhitaji wake, tujue uelekeo, then tuende na huo uelekeo ili tuyamalize haya matatizo na tusonge mbele. Na wale ambao wameandikisha siku hiyo pia mjitokeze, mtapigiwa na simu tuweze kupata hizo dondoo. Timu yangu itapata hizo taarifa ili kuweza kusaidia, lakini na siku hiyo watakapokuja muwepo ili tuweze kusaidia kwenda nayo mbele. Nimekuona ndugu yangu uliyekuwa umeshika lile usiende bali umeshaandika namba yako. Umeshaandika namba yako. Jina litakuja nani? Jina lako? Rashidi Lipangala. Na yule shemeji yangu wa Moshi yuko wapi? Huyu aliyekataza miti. Mangi yuko wapi? Yule shemeji yuko wapi? Ameenda wapi mwenyekiti wa kitongoji? Haya, Lipangala na huyo shemeji mje na mimi niwape namba yangu. Kwa hiyo jamani, basi tunawashukuru sana. Timu itakuja itawasikiliza, lakini pia wengine mnaweza mkasema pia